Kimsingi tulipokea mwaliko wa msajili wa vyama vya siasa kukutana na viongozi wa Chadema, viongozi wakuu juu ya no reform no election katika muktadha wa sheria ya vyama vya siasa. Kwa hiyo tumefanya mazungumzo, tumeieleza ofisi ya msajili wa vyama vya siasa juu ya msimamo wetu wa no reform no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Tumeieleza ofisi msimamo huu uliouchukua baada ya uporaji na uharibifu mkubwa wa uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024 na historia ya uharibifu wa chaguzi kuanzia uchaguzi wa serikali za mitaa 2019, uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 na hatimaye kilichoitwa uchaguzi wa tarehe 27 Novemba 2024. Tumeeleza vile vile kwa kina kidogo juu ya namna ambavyo mifumo yetu ya Tanzania ya kiuchaguzi haikuwa huru kuanzia kuasisiwa kwa mfumo wa vyama vingi, namna ambavyo tume ya Nyalali iliyoundwa mwaka 91 na mapendekezo yake mwaka 92 ilivyopendekeza kwamba kabla ya kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi na kabla ya kuingia kwenye uchaguzi wa mfumo wa vyama vingi ni lazima kufanyike mabadiliko makubwa ya kikatiba na kisheria ya kuwezesha mazingira ya mfumo wa vyama vingi vya siasa na uchaguzi huru na haki. Na tumearifu historia nzima iliyofuatia baada ya hapo mpaka ulipoanza mchakato wa katiba mpya chini ya tume ya Jaji Warioba, na namna ambavyo mchakato wa katiba ulikwama, mchakato ambao ungeiwezesha taifa kufanya reforms, mageuzi na mabadiliko ya kikatiba na ya kisheria ya kuwezesha pamoja na mambo mengine kuwa na chaguzi huru na haki. Tumeeleza vile vile kwamba baada ya uchaguzi wa mwaka 2020 au uchafuzi wa mwaka 2020, tulitarajia baada ya mwaka 2021 kuingia rais mpya, pengine kungefanyika reforms kwa sababu baadaye rais alijinasibu na falsafa ya Fowara. Lakini tumeeleza namna ambavyo michakato yote ya kutafuta reforms kabla ya kuelekea uchaguzi kupitia mazungumzo kati ya Chadema na CCM na serikali, kupitia kikosi kazi ambacho ofisi ya msajili na yenyewe ilishiriki, haikuzalisha reforms zinazokusudiwa, na hatimaye kukapelekwa bungeni miswada mitatu ya sheria na ikawa sheria ambayo kwa kweli haikuwezesha mazingira ya uchaguzi huru na haki, na matokeo yake yamejionyesha bayana katika uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji tarehe 27 Novemba 2024 kilichoitwa uchaguzi. Kwa tumeeleza kwamba kwa mazingira haya yote yaliyojitokeza, tumeeleza ni kwa nini sisi tunasema ni lazima kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025 kufanyike mabadiliko au mageuzi ya kisheria, mageuzi ya kikatiba, mageuzi ya kikanuni, mageuzi ya kimifumo, kitaasisi, kiuongozi, ili kuwezesha uchaguzi huru na haki, na kwamba bila mabadiliko au mageuzi hayo, bila reforms no election, bila reforms hakuna uchaguzi. Ya kutaka tutoe maoni kuhusu kanuni za uchaguzi wa urais, udiwani na ubunge, kanuni ambazo vile vile zinagusa masuala mengi. Kuna kanuni mahususi ya uandikishaji, lakini masuala hayo vile vile yanatawaliwa na kanuni zote kwa ujumla. Tuliwaambia tume kwa barua kwamba hatuwezi kutoa maoni kuhusu kanuni za uchaguzi bila kwanza kufanyika marekebisho ya kikatiba ya kuwezesha uchaguzi huru na haki, kufanyika kwa marekebisho ya kisheria ya kuwezesha uchaguzi huru na haki, alafu hatua nyingine kukishaundwa tume huru ya uchaguzi, kukishawekwa taratibu huru za uchaguzi, ndio mambo mengine yafuatie. Kwa katika hatua hii ni waombe tu vyombo vya habari, badala ya kutuuliza kuhusu tume na yanayoendelea ya uandikishaji, kaulizeni Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni kwa nini toka mwezi Disemba mpaka sasa hawajajibu barua yetu tuliowaandikia ya kutaka reform, na muwaulize tume, kwa kuwa ndani ya barua tuliambia tume, kwa kuwa ina mamlaka ya mawasiliano na serikali,